Mtazamaji wa Ava TV, tuko na Mikoi Kisugu. Umeona kwanza unawe uso, si ndio? Yes, kwa sababu ndio nimeteremka, kwa sababu unajua ukiwa katika vyombo hivi kuna maji ya chumvi yanakupiga usoni, lazima unapauka kujionea watu. Kwa hiyo kimsingi nimechukua maji nimenawa, sasa niko vizuri, niko sawa sawa. Safari ilikuwa ndefu. Safari ilikuwa ndefu, safari ilikuwa nzuri kama kawaida, ni jinsi ambavyo ilivyokuwa katika siku zote ninavyokuwa. Kisugu, poleni kwanza kwa kile ambacho kilitokea kule Zanzibar pale kwenye uwanja wa New Amani jana. Tunashukuru. Sawa, baada ya hapo nimemsikia Ahmed anasema kwamba mmeyasahau yale ambayo yametokea kule kwa sababu nyinyi mlikuwa na mchezo mzuri, wapinzani wenu wakapata nafasi wakaitumia ile moja, licha kwamba na nyinyi mlipata nafasi ambazo zilikuwa nyingi, lakini mnasahau mnaganga yajayo. Unaizungumzaje kauli kama ile? Kwanza nikumpongeza, amekuja na kauli nzuri kama msemaji wa klabu ya Simba. Kuna muda mwingine timu bora inaweza kukosa matokeo, timu ambayo ilikuwa sio bora ikaweza kupata matokeo. Kimsingi jana tulikuwa kwenye mechi ya ngao ya jamii, ni ufunguzi kuelekea kwenye ligi ya NBC. Kwa kila sasa mwana Simba anatamani, anatakiwa asahau matokeo ambayo yalotokea, afocus kwenye ligi ya NBC kwa sababu tuna michezo 30 mbele ilikuwa mbele yetu. Ukiondoa michezo 30, kilichokuwa chingine tunahitaji kwenda klabu bingwa Banana Afrika. Ili mwende mkafanikiwa, lazima msimame kwenye slogan ya Simba nguvu moja, lazima msimame kwenye umoja. Yaliyopita si ndio ile tuganga ijayo. Wale ambao wanatoa malalamiko sijui mara nini, wewe unazungumzaje? Ni mitazamo yao, huwezi kuikataa. Kila mwanadamu Mwenyezi Mungu amempa akili yake namna ambavyo ya kuona mambo. Kila mmoja atazungumza ambavyo anasema, lakini mimi ukinizungumza hivi sasa nakwambia this is the football. Kwenye mpira kuna matokeo. Sisi mwaka huu Dar es Salaam Africans tumekutana nao mechi 4 mfululizo. Mwalimu Steven Becker toka ingia kwenye nchi amekutana na dabi 4 mfululizo. Ndio dabi ya kwanza anapoteza Zanzibar. Kila mmoja atakiwa ajue hilo. Kimsingi miaka 2-3 nyuma iliyopita Yanga alitufunga zaidi ya 5-6 mfululizo. Ndio. Lakini tumekutana katika miaka hii mwaka jana mpaka mwaka huu takriban mechi 4 Yanga amepata game moja amewini Zanzibar. This is football. Mimi kama mshabiki wa Simba, kama mwanachama wa Simba, nitaendelea kuchukua nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini nitaendelea kumuomba Mwenyezi Mungu aendelee kunitia moyo wangu wa ujasiri, niende kuisupport timu ili kuhakikisha kwamba malengo ya timu yanakwenda kutimia. Yako maneno mengi yatazungumzwa. Wako watu wengi, kuna vitu watazungumza. Na wengine watatamani hata kuitisha maandamano, andamane kuna namna ambavyo kufanikisha yale ambayo walikuwa nayo. Lakini waambie wana Simba wakawa tafakari, kuna makundi mawili. Liko kundi kwa ajili ya Simba, liko kundi kwa ajili ya maslahi. Wale kundi ambalo liko kwa ajili ya maslahi ya Simba, tutaipambania Simba kuna namna ambavyo kila jambo la Simba linakaa vizuri, kila jambo la Simba linakaa sawa. Mimi naamini kwenye matokeo, watano wamepata matokeo, this is football. Pale New Amani Zanzibar hoja wamechukua ngao ya jamii. Lakini miezi 3 iliyopita sisi tulichukua kombe la Muungano kuwafunga hao Dar es Salaam Gaffi. This is a football. Lakini kuna wale ambao wanazungumza kuhusiana na kikosi kwamba kuna namna mnatakiwa muongeze, lakini na mwalimu pia amezungumzia kwenye hilo. Wao umeona kwenye kikosi kuna namna inabidi muongeze watu kuelekea kwenye mashindano ya tofauti ambayo yako mbele yenu. Hayo ni maoni ya washabiki. Lakini kwa mtazamo wa timu tumwachie mwenye zamana, mwalimu wa Simba Steven Becker. Nafikiri mechi ameiona na anajua ligi inaanza kwanza na anaamini kwamba dirisha la usajili bado hajafanyaje, alifungwa. Kwa hiyo mwalimu anaweza kukaa na technical bench lake, akakaa na management ya Simba akatoa mapendekezo yake. Kwa hiyo mashabiki kutoa mapendekezo ni jambo la kawaida. Mimi nataka nikuulize, shabiki gani wa Simba ukimuuliza mtaki Cristiano Ronaldo? Yuko shabiki wa Simba anaweza kumkataa Messi? Kila mshabiki anatamani kupata mchezo mzuri, lakini lazima mchezaji mzuri. Kwa hiyo lazima tukubali, mwisho wa siku anayeweza kuamini nani anatoka nani anaingia ni mwalimu wa Simba. Kwa hiyo mimi naamini bado hilo jambo liloniulizwa kwa upande wangu binafsi, mwachie mwalimu wa Simba Steven Becker ndio anaweza kuamua. Kama akiona kuna haja ya kuongeza mtu, atakaa na management ya Simba. Akiona haja ya kuongeza mtu hakuna, basi tuendelee kumsupport katika kile ambacho mwalimu alichokiona. Lakini Kisugu, wewe unaona pale kama kuna sehemu labda tumezidi. Mimi ninaweza nikaona, lakini mwisho wa siku nitasimama kwenye maoni. Ndio nataka sana mimi nijue maoni. Mimi nazungumzia, naweza nikatoa maoni, lakini anayetekeleza anaweza akakubali maoni yangu. Watu wakubwa wengi. Mimi ukiniuliza kwenye timu na imani kwamba timu iko vizuri, timu iko sawa sawa. Ukiniuliza najua jana kilichotokea ni matokeo ya mpira kama ndio mengine. Mimi ukiniuliza wachezaji wa Simba na imani nao wote wanaosajiliwa kwenye Simba, kikubwa mimi kama mshabiki kuwapa support. Najua iko siku tutapata point 3, iko siku tutapoteza point. This is football. Ismail Mgunda kujiunga kwenye klabu ya Simba kuweka gap lile, kuziba lile pengo la Selemani Mwalimu. Unafikiri ni usajili mzuri kwani? Kwanza uongozi wa Simba hujathibitisha hilo. Lakini hapo itakapokwenda kwamba kuthibitisha, mimi kazi yangu ni kuunga mkono wachezaji wa Simba.
Mimi kazi yangu ni kusupport wachezaji wa Simba. Kama hilo ambalo unazungumza itakuwa kweli, itakuwa jambo jema. Ismail Mgunda ni mchezaji mzuri, mchezaji wa Kitanzania. Ni mchezaji ambaye mimi namfuatilia kwa muda mrefu sana. Ni mchezaji hivi sasa, ni mchezaji wa Mashujaa kabla Simba hajamtangaza kwa namna ambavyo unavyosema. Kwa hiyo kwangu mimi kama Kisugu Mikoi, sihitaji kumshawishi mtu yote. Nimezaliwa kuipenda Simba na nimezaliwa kuisupport Simba na nitaendelea kuisupport Simba. Kisugu, tukiangalia sasa kilichopo mbele yenu sasa hivi ni mchezo wa ligi 10 naenda kucheza na Kagera kule Kaitaba. Tarehe 16 tu mchezo huo utaenda kuchezeka. Una maoni gani kuelekea kwenye huo mchezo ukiwatazama wapinzani wenu na namna ambavyo nyewe mnayahitaji matokeo kwa sasa? Haujawahi mechi ya Kagera na Simba Bukoba ikawa nyepesi. Siku zote mechi ya Kagera na Simba Bukoba inakuwa ngumu. Kikubwa ni kukaa, kusimama kwenye dua na sala, kuiombea timu na kama nilivyosema awali ni kuisupport. Mimi mwenyewe kama Mikoi Kisugu nimerudi haraka, kikubwa naendelea kujipanga. Inshallah mpango wangu ikaa vizuri, mambo yakikaa sawa sawa, nitakwenda kuisupport timu Bukoba. Dumbia aendelee kupewa nafasi. Yes, ni mchezaji mzuri na naamini ndo atakayekuja kuwa mfungaji bora kwenye ligi ya NBC. Ni mchezaji mzuri na mimi naamini atakuwa mchezaji mzuri kwenye ligi ya NBC na atakuwa mfungaji bora kwenye ligi ya NBC. Nafikiri ni kwa nini watu wanambeza sana yeye na walikuwa wanamwangalia kwamba yeye pengine amechangia nyie kupata kile ambacho mlikipata jana. Kubezwa ni jambo la kawaida kutokana na mtu namna ambavyo mtazamo wake. Kwa nini abezwe Dumbia hata nafasi ya goli hajapata? Kwa nini asibezwe kuna mchezaji yeye na goalkeeper ameshindwa kufunga? Kwa nini asibezwe huyo? Dumbia hajapata nafasi hata ya kufunga. Yuko mchezaji ambaye ana nafasi mbili za kufunga, amenunuliwa kwa pesa nyingi. Kwa nini asibezwe huyo? Ni nani yule maana? Sijui, ukuangalia mpira. Umeangalia mpira kwa maana Dumbia eh? Shalulile. Nashukuru sana wanishauri. Kisugu Shalulile unamaanisha? Wewe umeniuliza Dumbia. Umeuliza ni mchezaji wa namna gani? Mimi nimesema ni mchezaji mzuri na nina imani naye. Kwenye ligi ya NBC atakuwa mfungaji wa ligi ya nini? Ya NBC, lakini nikasema leo unamzungumzia Dumbia. Kwa nini umzungumzie kuna wachezaji wamekosa magoli wao na goalkeeper? Mechi ya kwanza pengine pressure au na kwa Dumbia iko vile vile. Sijui wewe kwa mtazamo wako mwandishi. Ndio wako Kisugu basi kwa mashabiki wa Simba ambao kwa sasa hivi wengine kuna ambao wamepondeka moyo ambao wanasema sisi tunashindwaje kumfunga Yanga kila siku anatufunga sisi. Kwanza niwape pole mashabiki wa Simba kwa matokeo haya. Hakuna mchezaji ambaye, hakuna timu ambayo ikafungwa alafu mshabiki akafurahia lazima umie. Lakini niwaambia matokeo ya mpira. Na mbaya zaidi waandishi wa habari kuna kitu mnakitengeneza kuonekana Simba amefungwa na Yanga mfululizo, sio kweli. Tuna mechi 4. Tuna mechi 4. Mfululizo ndio Dar Young Africans. Wao wamewini mechi moja na sisi tumewini mechi moja. Wao wamesuluhu 2 na sisi tumesuluhu mechi 2. Hii mfululizo unatoka wapi? Mwandishi, hii mfululizo unatoka wapi? Unasema kwamba amefunga mfululizo. Nasema wewe umesema sasa hivi. Imetoka wapi? Tuna mechi 4 mfululizo Yanga ametufunga. Hili neno la kusema Yanga amekufunga mfululizo umependa wapi? Wewe nakuuliza mwandishi. Fungwa mara 6 mfululizo msimu leo. Mli, patents nyakati gani? Kwa nini tuzungumzie nyakati zilizopo hizi? Kushukuru sana mwandishi wa habari. Kushukuru sana.